Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa Star TV. Hii ni Star TV Adhuhuri. Jina langu naitwa Grace Mbise na karibu. Mkuu wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania Jenerali Jacob Mkunda amesema ulinzi ni dhana mtambuka katika jeshi linaloundwa na wananchi wenyewe. Hivyo katika kutimiza dhima hiyo, wananchi wametakiwa kuendelea kuwekeza katika elimu bora ili kufahamu nchi yao na maadui wa nje ya mipaka ya Tanzania. Taarifa zaidi na Toa Kivale kutoka Dodoma. Jenerali Jacob Mkunda amesema hayo wilayani Kongwa baada ya kupokea mwaliko wa mkuu wa wilaya ya Kongwa ya kutembelea eneo lililotengwa kwa ajili ya ujenzi wa shule ya sekondari wakati wa ziara yake ya kikazi ya kutembelea kambi mpya ya jeshi la wananchi iliyopo wilayani Kongwa. Ni rahisi kwa jeshi kulilinda taifa lililoelimika kuliko taifa lililogubikwa na ujinga. Kwa hiyo jeshi kushiriki kuboresha elimu katika nchi yetu ni kuimarisha ulinzi wa taifa kupitia elimu, maana elimu ni ulinzi. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwa kutambua umuhimu huo, niliona niuelezee hivyo. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania linaahidi kuchangia shilingi milioni 200. Mkuu wa wilaya ya Kongwa Mayeka Simon Mayeka amesema kuwa wilaya ya Kongwa imeanza kutekeleza sera ya elimu iliyoelekeza masomo ya shule ya msingi kufikia kidato cha 4, ambapo mwenyekiti wa halmashauri ya Kongwa White Zuberi ainisha awali wilaya kunufaika na kambi za jeshi kwa miaka ya nyuma. Sasa hii shule iliyoko hapa Machenje imekuwa ndio shule ya kwanza kuanza kutekeleza mpango huu. Kuna shule ya msingi tayari na sasa tunajenga shule ya sekondari ambayo itakuwa ni mwendelezo kuanza kidato elimu ya awali mpaka kidato cha 4 hapa. Baada ya hapa mtoto ataendelea na level nyingine ya elimu maeneo mengine. Zamani mlipokuwepo mambo yetu yakuwa na shida. Yakuwa na jeshi mambo yote yanaenda sawa. Kwa hiyo niwakaribishe sana Kongwa, tuko vizuri na tunakushukuru sana kwa msaada huu ambao umeanza nao. Tunaamini na mengine mengi yanakuja. Sitaki kusema, mimi nawajua vizuri. Wakazi wa kijiji cha Machenje wamesema ujenzi wa mradi wa shule ya sekondari katika kijiji hicho ni mkombozi wa watoto wao kufuata elimu umbali mrefu. Hapo wanayesoma shule kuna wengine wao watakuwa maraisi, kuna wengine watakuwa wanajeshi, kuna wengine watakuwa walimu, kuna wengine watakuwa ofisa elimu. Kwa kweli mimi nashukuru sana. Na mradi huu tutanufaika pamoja na watoto wetu wataendelea vizuri kusoma. Tunaombea Mungu kwa kweli wabarikiwe sana viongozi wetu. Mkurugenzi wa halmashauri ya Kongwa Dr. Omar Mkuro amesema fedha hizo kiasi cha shilingi milioni 200 zilizotolewa na jeshi la wananchi zinatarajia kujenga vyumba vya madarasa 4 katika shule ya sekondari hiyo. Kutoka Dodoma, Twaha Kivale, Star TV. Wanachuo cha NDC kutoka mataifa 7 duniani wameanza ziara ya mafunzo kwa vitendo kutoka mkoani Tabora ili kuangalia nadharia wanaojifunza darasani na utekelezaji wa sera ya mipango mbalimbali ya serikali katika nyanja za kiuchumi, siasa na kijamii. Sande Kabaye kutoka Tabora na taarifa kamili. Ni uzinduzi wa mnara wa mawasiliano kwenye kata ya Ngokoro manispaa ya Shinyanga ambao umekuwa ni faraja kwa viongozi wa eneo hilo pamoja na wakazi. Viongozi wa kata hiyo na mtaa wamesema walikuwa wakipata shida ya mawasiliano pindi matukio uhalifu yanapotokea kwa kushindwa kuwasiliana na vyombo vya dola. Kwa hili lilofanyika Airtel, napenda kutoa shukrani kwenu kwa sababu mmefanya maboresho, mmefanya kitu cha muhimu. Ukiangalia sisi kama watumishi kwa kweli tulikuwa tunahangaika sana kipindi cha nyuma, lakini kwa kuwa mmeliona hilo tunasema asante kwa niaba ya serikali kwa sababu mmefanya kitu cha maana sana. Hasa kama sisi watendaji, mwenyekiti wa mtaa, unapopata dharura ya kuwasiliana na polisi au ofisi ya ustawi wa jamii, iwe usiku, inakuwa shida. Mawasiliano yalikuwa na shida, lakini sasa kwa sababu pameboreshwa, tuna imani amani katika mtaa wetu utaimarika kutokana na mawasiliano mazuri ya Airtel. Baadhi ya wakazi wa eneo hilo
Wamesema kwa sasa mawasiliano yameboreshwa na kwamba watafanya shughuli zao za kiuchumi bila vikwazo vya mawasiliano. Matatizo tuliyokuwa tunayapata ni katika hasa mawasiliano. Tunapoongea unaweza ikazimika ghafla au tusisikilizane na mtu tunayeongea naye. Kwa sasa hivi mtandao umeboreshwa sana, mawasiliano yamekuwa mazuri na tunawashukuru sana. Tutaendelea kuwasiliana vizuri na wateja wetu. Itavutia wateja wengine wengi zaidi ili kutumia Airtel, kwa sababu pale mwanzo kulikuwa na kusuasua fulani hivi, lakini kwa leo mmedhihirisha kwamba mnatujali wateja. Meneja wa kampuni ya Airtel mkoa wa Shinyanga amesema walipokea malalamiko mengi kutoka kwa wateja wao kuhusu kusuasua kwa mawasiliano na kufanya jitihada za kuondoa changamoto hiyo. Kwa hiyo ni kwamba mawasiliano kwenye maeneo haya ni kwamba yameboreshwa. Tumia simu yako bila wasiwasi, ingia WhatsApp, unataka kuandika email, fungua email, unataka kuingia YouTube, unataka kutumia Google, huduma zote za mtandao sasa zimepata suluhisho la kudumu. Shabani Alei, Star TV Shinyanga. Serikali mkoani Mara imeendelea na kampeni ya upandaji wa miti milioni 13 kila mwaka ili kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi yatokanayo na uharibifu wa mazingira na ukataji wa miti hovyo. Taarifa zaidi na Sadiki Unga. Akizungumza katika kampeni ya mti wa mama 27 ya kijani, mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi amesema mkakati huo utawezesha kuujanisha mkoa huu na kukabiliana na tatizo la mabadiliko ya tabia nchi. Malengo katika mkoa wa Mara basi ni kuhakikisha kuwa kila mwaka tunapanda angalau miti milioni 13.5. Mwaka jana katika malengo hayo tulifanikiwa kufikia 70%, huku wilaya au tuseme halmashauri ya wilaya ya Serengeti ikiwa imeongoza katika kufikia malengo hayo, kwani wao walifanikiwa kupanda miti milioni 1.2. Kampeni hii inatajwa kuwa na umuhimu mkubwa kipindi hiki ambacho kumekuwepo na uharibifu mkubwa wa mazingira utokanao na ukataji wa miti hovyo. Juu ya umuhimu wa mazingira na upandaji wa miti na namna ya kuitunza, kama alivyosema Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwamba kupanda mti ni jambo moja, lakini kuutunza na kuheshimu ni jambo la pili. Nahamasisha wananchi watumie mvua hizi ambazo zilizokuwa zinaendelea kupanda miti mingi ya kutosha, kwa sababu miti ina faida nyingi sana katika jamii, lakini pia katika ulimwengu kwa ujumla wake. Miti inasaidia kupunguza athari za mabadiliko ya tabia ya nchi, lakini miti pia inasaidia kupata mvua za uhakika. Viongozi wilayani Msoma, mwakilishi wa wananchi na mkuu wa shule ya msingi Kigera Kati kulipofanyika zoezi hilo, wanaombwa kukabiliana na mifugo inayoharibu miti. Tusaidiwe katika kutunza hii miti ili wafugaji ambao wataleta mifugo yao katika maeneo ya shule wachukuliwe hatua kali. Jambo la pili, nifarijike sana. Mheshimiwa Rais alianzisha jambo jema sana kwenye nchi yetu la utunzaji wa mazingira. Na kwenye maeneo ambayo miti imeshapandwa, tutahakikisha kwamba yoyote atakayepitisha mifugo yake hatua kali zinachukuliwa. Kampeni ya mti wa mama 27 ya kijani imekuwa ikiwezesha jamii kupanda miti ili kukabiliana na tatizo la mabadiliko ya tabia nchi yatokanayo na uharibifu wa mazingira na ukataji wa miti hovyo. Sadiki Unga, Star TV, Mara. Kampuni ya simu ya Airtel imeanzisha mawasiliano katika mikoa ya Shinyanga kwa lengo la kuchochea uchumi na kuimarisha huduma za kimtandao kwa wakazi wa mkoa huo wenye shughuli za kiuchumi ikiwemo madini sanjari na ufugaji pamoja na kilimo. Taarifa zaidi na Shabani Ali. Ni uzinduzi wa mnara wa mawasiliano kwenye kata ya Ngokoro manispaa ya Shinyanga ambao umekuwa ni faraja kwa viongozi wa eneo hilo pamoja na wakazi. Viongozi wa kata hiyo na mtaa wamesema walikuwa wakipata shida ya mawasiliano pindi matukio uhalifu yanapotokea kwa kushindwa kuwasiliana na vyombo vya dola.
Kwa hili lilofanyika Airtel, napenda kutoa shukrani kwenu kwa sababu mmefanya maboresho, mmefanya kitu cha muhimu. Ukiangalia sisi kama watumishi kwa kweli tulikuwa tunahangaika sana kipindi cha nyuma, lakini kwa kuwa mmeliona hilo tunasema asante kwa niaba ya serikali kwa sababu mmefanya kitu cha maana sana. Hasa kama sisi watendaji, mwenyekiti wa mtaa, unapopata dharura ya kuwasiliana na polisi au ofisi ya ustawi wa jamii, iwe usiku, inakuwa shida. Mawasiliano yalikuwa na shida, lakini sasa kwa sababu pameboreshwa, tuna imani amani katika mtaa wetu utaimarika kutokana na mawasiliano mazuri ya Airtel. Baadhi ya wakazi wa eneo hilo wamesema kwa sasa mawasiliano yameboreshwa na kwamba watafanya shughuli zao za kiuchumi bila vikwazo vya mawasiliano. Matatizo tuliyokuwa tunayapata ni kukatika hasa mawasiliano tunapoongea. Unaweza ikazimika ghafla au tusisikilizane na mtu tunayeongea naye. Kwa sasa hivi mtandao umeboreshwa sana. Mawasiliano yamekuwa mazuri na tunawashukuru sana, tutaendelea kuwasiliana vizuri na wateja wetu. Itavutia wateja wengine wengi zaidi ili kutumia Airtel, kwa sababu pale mwanzo kulikuwa na kusuasua fulani hivi, lakini kwa leo mmedhihirisha kwamba mnatujali wateja. Meneja wa kampuni ya Airtel mkoa wa Shinyanga amesema walipokea malalamiko mengi kutoka kwa wateja wao kuhusu kusuasua kwa mawasiliano na kufanya jitihada za kuondoa changamoto hiyo. Kwa hiyo ni kwamba mawasiliano kwenye maeneo haya ni kwamba yameboreshwa. Tumia simu yako bila wasiwasi, ingia WhatsApp, unataka kuandika email, fungua email, unataka kuingia YouTube, unataka kutumia Google, huduma zote za mtandao sasa zimepata suluhisho la kudumu. Shabani Alei, Star TV Shinyanga. Mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela amesema madini ya dhahabu yaliyopo mkoani Geita ni nguzo muhimu ya uchumi kwa wananchi na taifa kwa ujumla. Hivyo serikali imeendelea kufanya jitihada kuhakikisha shughuli za uchimbaji zinafanyika katika hali ya usalama bila madhara kwa kuzingatia amani na utulivu. Salma Mrisho na taarifa kamili. Akizungumza na ugeni huo kutoka Chuo cha Taifa cha Ulinzi uliojumuisha washiriki kutoka mataifa 17 ikiwemo Tanzania, mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela amesema serikali inaendelea kutoa elimu kwa wachimbaji, kuimarisha ulinzi katika maeneo ya uchimbaji na kudhibiti shughuli zisizo salama ili kulinda maisha ya wananchi na rasilimali za taifa. Shukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kujenga mazingira mazuri kwa Watanzania na hususan wachimbaji wadogo kuchangamkia hizo fursa, lakini pili ni kwa si wananchi na hususan wachimbaji wadogo pamoja na wananchi ambao wanafaidika na mnyororo wa sekta madini kuchangamkia hiyo fursa kwa sababu ni fursa ambayo iko vizuri zaidi. Na tatu, kwa sisi wamiliki wa leseni ambao ndio wanasimamia hiyo sekta pamoja na Tume ya Madini kuhakikisha kwamba uchimbaji wetu unakuwa uchimbaji salama. Kila mara kufanyika ukaguzi, kujiridhisha usalama wa maduara. Kwa upande wake, kamishna msaidizi mwandamizi wa Jeshi la Polisi mkoa wa Geita Safia Jongo amesema ulinzi katika maeneo ya migodi umeimarishwa ili kuhakikisha shughuli za kiuchumi zinafanyika kwa tija na kwa kuzingatia sheria na taratibu, huku amani ikiendelea kudumishwa. Watu wenye migodi midogo, mikubwa na ya kati wote wanayo nafasi ya kupewa ulinzi na Jeshi la Polisi. Kuna wakati ambapo tunaingia mkataba rasmi na hao wachimbaji au na huo mgodi na Jeshi la Polisi linatoa ulinzi, lakini kuna yale maeneo ambayo wanaita huku rushes, hizi rushes ambapo huwa yanaibuka tu madini. Kwa hiyo hapo huwezi kuanza kutafuta kuingia mkataba rasmi. Kama Jeshi la Polisi tunao wajibu wa kuhakikisha ulinzi na usalama unaimarishwa kwenye maeneo hayo. Naye mkuu wa ujumbe huo NDC Tanzania, Brigadier General Method Matunda, amesema lengo la ziara yao katika mgodi wa dhahabu wa Geita ni kujifunza na kuona kwa vitendo namna uzalishaji wa madini unaofanyika pamoja na kutambua mchango wa mgodi huo katika kuinua uchumi wa nchi. Tunataka kuona kwamba hizi shughuli zinaendeshwaje, zinachangiaje katika uchumi wa mkoa, taifa, hata wa mwananchi mmoja mmoja, na kujifunza kwamba
ni kwa namna gani hizi shughuli zimeweza kukwamua wananchi na zinawakwamua kwa kiwango gani, na kuona kwamba ni maeneo gani kujifunza changamoto zilizopo katika kuendesha shughuli za uchimbaji wa madini. NBC Tanzania, NGGM, safety priority number 1. Aidha, ugeni huu ulipata fursa kutembelea ofisi ya mkuu wa mkoa wa Geita kwa ajili ya kupata taarifa za kiusalama na kiuchumi kabla ya kufanya ziara ya mafunzo katika mgodi wa dhahabu wa Geita. Salma Mrisho, Star TV, Geita. Na sasa mtazamaji, turejee story ya wanachuo NDC kutoka mataifa 7 duniani wameanza ziara ya mafunzo kwa vitendo mkoani Tabora ili kulinganisha nadharia wanaojifunza darasani na utekelezaji wa sera na mipango mbalimbali ya serikali katika nyanja za kiuchumi, siasa na kijamii. Sande Kabae na taarifa kamili. Maagizo ya serikali yametolewa jijini Dodoma na Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa baada ya Kaimu mkuu wa Chuo cha Taifa cha Ulinzi Tanzania, Brigedia Jenerali Charles Ndiege, akiwa ameambatana na maafisa, wanazimu na wakufunzi waandamizi wa chuo hicho, mara baada ya kuwasili mjini Tabora, wametembelea kiwanda cha kutengeneza mashine, majiko na mkaa mbadala na kueleza umuhimu wa nchi katika kusimamia matumizi bora ya nishati safi. Wito wangu kwa jamii ni kwamba watumie mkaa, utawafanya waweze kuelewa vizuri zaidi matumizi ya huu mkaa, ili tuondokane na ule matumizi ya mkaa ule wa kiutamaduni wa kuni na miti, kwa sababu jamii ikieleweshwa na ikajifunza, basi elimu hii itasambaa kwa wananchi walio wengi. Mradi huu ni mzuri sana, ambapo utasaidia jamii kuondokana na matumizi ya kuni na mkaa unaotokana na ukataji wa kuni. Baadhi ya washiriki kutoka Chuo cha Taifa cha Ulinzi Tanzania, Godfrey Fumbuka kutoka Mamlaka ya Serikali ya Mtandao na Colonel Samueli kutoka Jeshi la Ulinzi la Kenya, wanabainisha tija ya ziara hiyo, hususani katika matumizi bora ya nishati safi. Tutakapokwenda katika maeneo yetu ya kazi, tutaenda kushauri sio tu serikali, lakini na wananchi ambao tutakuwa tunakutana nao katika kutumia njia mbadala kama hizi za kutunza mazingira. Tumeona jinsi wanaweza kutengeneza makaa kutoka kwa sawdust, ambaye sasa inatumia yale mabaki ya mti. So hii ni muhimu sana. So hata tukirudi nyumbani tunaandika ripoti zetu, tuna recommend hata hao wanaiga kitu kama hichi. Akiongea baada ya maafisa hao kufika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Tabora, mkuu wa wilaya ya Kaliwa Daktari Gerard Mongela, kwa niaba ya mkuu wa mkoa huu, anaeleza malengo ya serikali. Kikubwa ambacho naweza kusema ni kwamba tunathamini kazi ambazo mnafanya, tunathamini kwamba bado tunategemea uwepo wenu utaendelea kuwa salama. Washiriki wa kozi ya 14 ya Chuo cha Taifa cha Ulinzi Tanzania kutoka mataifa hayo ni Misri, Malawi, Rwanda, Burundi, Kenya, India na Tanzania, wanafanya ziara hiyo katika mikoa ya Mwanza, Geita, Tabora, Singida, Kilimanjaro, Tanga, Njombe na Iringa. Sande Kabae, Star TV, Tabora. Airtel Tanzania imezindua kampeni ya Wese Bure ambayo inatokana na kampeni mama inayoitwa Mwaka Umenyooka na My Airtel App Money, kampeni ambayo inalenga kuhamasisha matumizi ya miamala kidigitali kupitia huduma ya lipa namba kila unapoweka mafuta kwenye vituo vya mafuta zaidi ya 62 kote nchini.
Kampeni hiyo ya Wese ni Bure ni sehemu ya juhudi za endelevu za Airtel za kuwazawadia wateja wake ya zawadi na dhamira ya kampuni hiyo kurahisisha malipo ya kila siku kwa njia salama na rahisi. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kampeni hiyo, mkuu wa kitengo cha wafanyabiashara wa Airtel Money Emmanuel Moshi amesema kuunganisha Airtel Lipa namba kwenye malipo ya mafuta itaongeza thamani ya huduma za fedha kidigitali kwenye huduma moja muhimu ya kila siku nchini. Tupate taarifa kamili. Na kampeni hii yetu ni tumetengeneza fursa kwa wamiliki wa vituo vya mafuta, lakini vile vile wamiliki wa vyombo vya moto, nikimaanisha dereva bodaboda, dereva bajaji, dereva magari binafsi, dereva magari ya mizigo na wote wanaotumia vyombo vya moto ambao watakuwa na mahitaji ya kulipa mafuta au gesi kwenye vituo mbalimbali vya mafuta au gesi. Tunatumaini kwamba wateja wengi sana watakuwa wanatembelea vituo vya mafuta na watataka kulipa kwenye lipa namba ya Airtel. Sasa kwa wale wafanyabiashara wa vituo vya mafuta ambao hawana lipa namba za Airtel, huu ni wakati na ni fursa sasa kuwa na lipa namba ya Airtel. Na ili aweze kupata lipa namba ya Airtel haihitaji vigezo vingi. Anahitaji kuwa na namba ya simu ya Airtel peke yake. Na anaweza kafika kwenye duka letu lolote la Airtel loko karibu na wewe, unaweza ukawasiliana na sisi moja kwa moja, lakini unaweza ukaonana na watu wa huduma wetu popote pale utakapokutana nao. Ni washauri labda tu wenzangu ambao wengi wamependa kutumia Airtel, wajaribu kutumia Airtel hapo kwa sababu Airtel hapo haina makato. Hata wanapofanya malipo ya bidhaa nyingine inakuwa ni free, tofauti na kwenda kwenye upande mwingine ule. Nimetokea Mbezi Magufuli hapo, nimesema nipitie njia Goba hapa, nipita Mount Meru hapa ngakuta sherehe za Airtel. Nikasema acha niingie nione kitu gani kinaendelea. Nikakuta kwa kuna ofa wanasema Wese ni bure. Nikavutiwa na mimi ngabidi niweke mafuta hata 20,000 hapo. Ila Airtel wakaniongeza mafuta shilingi 5,000. Mwisho wa Star TV Adhuhuri kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya chumba cha habari, jina langu naitwa Grace Mbise, nikutakie mchana mwema.